Mwanzo sura zake ni 6 na mstari wa 8 inasema, Nuhu akapata neema machoni pa Mungu. Nimekuja na somo ambalo linasema wakati neema inaleta utofauti. Neema ni upendeleo wa Mungu ambao tukustahili. Neema ni zawadi ya Mungu ambayo hakuna ataye for personnel. Na unaposoma katika Mwanzo sura 6 unashuka, maandiko yanatuonesha ya kwamba dunia ilijaa dhambi na maovu yalipanda viwango ambavyo sio ya kawaida. Hata mawazo ya mwanadamu kila leo yalikuwa ni mabaya kila mara, na hata Mungu akaona ya kwamba ni lazima hukumu itekelezwe, ni lazima hukumu ama gharika iondoe chochote kilicho na pumzi ya uhai. Lakini katikati ya neno hukumu, Roho Mtakatifu anafunua neno ambayo tunaipata kwa mstari wa 8, aseme lakini Nuhu akapata neema machoni pa Mungu. Lakini ilikuja kubadilisha kila kitu, lakini ilikuja kuleta tumaini kwa mtu ambaye hakustahili, lakini neema ikaonekana. Nuhu hakupata neema kwa sababu ya matendo mema, lakini Nuhu alipata neema kwa sababu tu Mungu alimpendelea, kwa sababu Mungu alimpendelea. Maana maandiko yanatuambia kwamba Nuhu alipata neema, kisha hapo sasa njoo akaanza kuenenda na Bwana. Neema iliyo juu ya maisha yako mpendwa, usiichezee. Neema iliyo juu ya maisha yako inaweza kuleta mabadiliko makubwa. Wewe ukiwa na neema juu ya maisha yako, haijalishi dunia imesema ya kwamba wewe umehukumiwa, haijalishi ya kwamba wamesema ya kwamba wewe ndiye mwenye dhambi. Leo nimekuja kukuambia ya kwamba neema ya Mungu ina uwezo wa kuleta mabadiliko. Neema ya Mungu ina uwezo ya kukukalifie mahali ambapo haukustahili, lakini neema inakukalifie. Wakati wengine walikuwa wanaelekea kwenye mauti, wakati wengine walikuwa wanaelekea kwenye hukumu, lakini Nuhu alipata neema. Nuhu alipata neema. Neema huongezeka wakati dhambi zinapoongezeka. Maana Nuhu alipata neema katika kizazi ambacho tayari kilikuwa kimehukumiwa, lakini Nuhu Bwana akamchagua, neema ikamchagua, neema ikaonekana katika taifa ambayo dhambi ilikuwa imetawala, katika taifa ambayo dhambi ilikuwa imemaliza, lakini neema imeongezeka. Unaposoma Warumi sura 5 mstari wa 20, aseme lakini dhambi zilipoongezeka, neema ilizidi kuwa nyingi. Katika wingi wa dhambi kunakuwa na neema ambayo iko pale kwa viwango ambavyo sio ya kawaida, lakini wachache tu ndio wataelewa neema iliyopo wakati maovu yanaendelea kuongezeka, wakati ulimwengu unaendelea kuchafuka. Ni wachache ndio wataelewa ya kwamba kuna neema inayoendelea kuwapa. Kuna neema iliyo Yesu Kristo. Kuna nuru ambayo inaendelea kuangaza gizani. Kuna nuru ambayo inawachagua wale ambao hustahili na kuwafanya kustahili. Kuna nuru inayoleta mabadiliko katika maisha ya wengi. Kuna nuru inayoinua wale ambao waliosaulikiwa. Bado neema ipo ya kubadilisha maisha yako. Bado neema ipo ya kubadilisha maisha yako. Maana Bwana Mungu akusubiria ya kwamba ulimwengu utubu ili neema ipate kuja, lakini Bwana Mungu ametuma neema katikati ya giza. Alituma neema katikati ya giza, na wale watakaopokea neema hiyo
watafaidika, watakubaliwa na Bwana wa kazi, watafaidika na maisha yao hayatabaki vile vile, na maisha yao hayatabaki vile vile. Kadiri dhambi zilipoongezeka, neema ilizidi kuwa nyingi. Kadiri dhambi ilipoongezeka, neema ilizidi kuwapo. Kwa wale wanaopokea neema ile, wanapata nafasi ya kufanyika wana wa Mungu, wanapata nafasi ya utu wa kale kupotelea mbali, na yote sasa yanakuwa mapya. Bado kuna neema inayoweza kubadilisha, bado kuna neema inayoweza kumtoa mtu fulani katika mavumbi na kumketisha na wakuu. Bado kuna neema hiyo, maana ukisoma katika Warumi sura 5 mstari wa 8, maandiko yanatuambia aseme, lakini Mungu akaonesha upendo wake kwetu, hata Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu wakati tulipokuwa tukingaliki kuwa wenye dhambi. Tulipokuwa wenye dhambi, Kristo Yesu alikufa kwa ajili yetu. Tulipokuwa wenye dhambi, neema ambayo ni Kristo Yesu ametutafuta na kuja kwetu, ametutafuta na kutufia ili tupate kupewa tena thamani, ili maisha yetu, ili uhusiano uliopotea upate kurejeshwa tena. Neema uchagua kile ambacho hukumu ilikuwa imekusudia kumaliza. Neema uchagua mtu yule ambaye dunia imesema ya kwamba amechafuka sana. Neema ya Yesu Kristo inawatafuta watu kama na wale, maana Yesu Kristo akuja kwa ajili ya watakatifu, lakini Yesu Kristo alikujia wale ambao walikuwa wamechafuka, wale ambao walikuwa ni wenye dhambi. Ndio sababu ya Yesu Kristo. Lakini wale wanaopokea neema, ndio neema inayowatumikia. Wale wanaopokea neema, hiyo neema inaleta mabadiliko makubwa. Unaposoma katika Waefeso sura zake 2 na mstari wa 8, maandiko yanatuambia aseme, mumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Nuhu akupewa neema kwa sababu alijenga safina. Neema ilikuwa imemchagua tayari kabla Nuhu ajenge safina. Neema tayari ilikuwa imemkalifie, na watu wengi ufikiri ya kwamba aseme matendo mazuri ndio naletaka neema. Hapana. Neema ndiyo inazalaka matendo mazuri. Lakini mpendo unanifuata kwa majira kama na haya, tambua ya kwamba kuna neema ndani ya Yesu Kristo, neema inayowatafuta watu waliopotea, neema inayowatafuta watu waliohukumiwa, ili uzima upate kuingilia tena, Gharika inaonyesha utakatifu wa Bwana, na msalaba unaonyesha upendo wa Kristo. Maji ya gharika ama mafuriko ya gharika yalionyesha namna gani Bwana Mungu anachukia dhambi, na dhambi inaharibu, dhambi inaua. Lakini msalaba wa Yesu Kristo umerejesha upendo kwa wengi, umerejesha upendo kwa mataifa. Maji ya gharika yaliwaua watenda dhambi kwa ajili ya dhambi zao, lakini pale Kalvari Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya wenye dhambi. Yesu Kristo alilipa deni yetu. Yesu Kristo ameleta neema ambayo si ya kawaida, ameleta neema ya kutupatanisha na Baba. Yesu Kristo amelipa deni na akatupea neema bure. Unaposoma katika Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 21, aseme yeye asiyejua dhambi alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu. Yesu Kristo
ametimiza kazi ambayo mimi na wewe hatuwezi tukajiweza kujifanyia. Yesu Kristo amefungua mlango wa neema ambao sisi hatungeweza kutenda, lakini Bwana akatupea nafasi. Bwana akatupea nafasi. Safina inaashiria Yesu Kristo mwenyewe, maana safina imetolewa kwa Mungu. Hata Yesu Kristo ametumwa na Mungu mwenyewe. Safina iliokoa watu kutoka mauti ya mwilini, lakini Yesu Kristo ambao ni neema yetu anaokoa watu kutoka mauti ya milele. Pokea neema hiyo, neema ya Baba ambayo si ya kawaida, neema ya Baba ambayo inaweza kila kitu. Katika maisha ya Nuhu kilitangaza Yesu Kristo. Safina ilimtangaza Yesu Kristo, mlango ulimtangaza Yesu Kristo, neema na wokovu vilimtangaza Yesu Kristo.